Ndugu mpenzi mtazamaji wa Top 5 Zeleka, mbele yako hapa ni Rachel Salma Brown. Mambo vipi kaka? Poa. I hope wewe ni member wa Boys Band. Yeah, ndio. Na unahusika kama nani kwenye Boys Band? Mimi ni mwimbaji na tena niko vice president wa Boys Band. Oh, uko vice president wa Boys Band. Na ni nini kilikusukuma kuanza muziki? Kwanza muziki ni kitu ambacho tokea utoto ni kitu ambacho nilikuwa napenda sana. Yani ni kipaji chako? Sababu nakumbuka tokea niko mtoto baadhi ya member wa familia yangu waliwa kuniita Wera. Nikakuwa na hilo jina tu la Wera. Ikafika muda sasa ni kitu ambacho nilikuwa nacho ndani. Ikabidi kikaanza kutokea sasa, ndio kama nikawa napenda kuimba, kucheza, japokuwa kudance kulinishinda sana, lakini nikabaki kama mwimbaji tu. Nani alikushika mkono wako baada ya kuona kipaji chako? Of course naweza nikasema kakaangu, baadhi ya kakaangu mmoja hivi anaitwa Brother Juma na Sadias. Ndio tulianza nao, akanambia dogo, mbona nyinyi hapa mnajua tu ile tunaimba tu makapela. Anatuambia dogo zangu, mbona mnajua tu, ipo siku mtaingia studio. Na sisi inshallah tukasema kaje kafika hiyo siku, na sisi pia tukaingia studio tukafanya ngoma ya kwanza kuanzia Uvira za Boys Band. Kufika humu naomba tukaanza kufanya tena Boys Band na kila mtu anafanya kivyake upande wake, lakini tukija tena tunakutana kwenye Boys Band kama bendi sasa. Okay, haikuwahi kutokea hata siku moja familia ikakupinga? Maana sio kila mzazi, japokuwa na hata wengine tu wa kiume familia waga inawapinga, sio tu wa kike peke yao. Kuna watoto wa kiume pia familia inakuwa inawapinga. Haikuwahi kutokea? Ishawahi kutokea mara nyingi, sana mama. Kuna kipindi mama anasemaga, ni watoto wenye sipendi hiyo mambo ya muziki, sije mkanitoa kafara, sijui nini. Hata kuna baadhi ya wasanii wengine Kongo wakija pale nyumbani tunafanya mazoezi, unasikia ndio mnakuja mtafuta fulani nyinyi ndio rafiki zake nataka mnitoe kafara. Namwambia mama hapana. Lakini sasa hivi kashaelewa kitu ambacho tunafanya, wala akatai tena. Kwa nini wanaamini muziki kuna kafara? Kwa nini? Washaaminishwa hivyo sababu anakuambia hauwezi ukatoboa bila kutoa chochote. Yani hicho kinakaa tokea zamani sana. Kuna zamani tulikuwa naambiwa wakina Papa Wemba sababu au na ile sauti alimeza chura, mara alifanya hivi, mara sasa vile vyote tunakuwa navisikia na wazazi wanakuwa navisikia. Wanakuwa naona tu muziki labda ni ushirikina, kuna mambo mengi ambayo yanafanyika ya gizani, sijui nini kama hivyo. Guys, ulisikia hiyo? Kuna wengine wanameza mpaka chura ili wawe waimbaji. Mimi hiyo siaminia, sijui kuhusu wewe. Na ni kitu gani umeshakifanya huko nyuma kwenye muziki wako ambao wewe mwenyewe unaukubali zaidi, unasema huu ni muziki wangu pendwa ambao ulifanya vizuri zaidi kushinda muziki yangu yote? Ni muziki gani? Wa kwangu mwenyewe ama wa kwenye bendi sisi yote? Kama una wako unaweza kautaja, na kama una kwenye bendi unaweza kutaja pia. Okay, wa kwangu wa kwenye bendi ni nyimbo inaitwa Dunia. Sababu nilimba kimaisha, unagusa watu wengi maisha kama vile tunavyoishi kwenye hizi jamii zetu, na ni vitu ambavyo vishawahi kutokea hata baadhi ya ndugu zangu kwenye familia yangu na marafiki ambao nilikuwa nao, hata watu wengine wa pembeni tayari vishawahi kuwatokea, na kikanipa ule msukumo wa kwenda kutengeneza nyimbo kama hiyo inaitwa Dunia. Yani kiufupi uliimba kuhusu maisha yako? Kuna sehemu ya maisha yangu. Okay, naweza nikasema kwa jumla ni maisha yangu, sababu ikimtokea ndugu yako tayari ni wewe hivyo, sio mbali. Kitu ambacho kimetokea labda kwenye familia ama kwenye rafiki yako, mshikaji wako wa karibu kama hivyo. Ni changamoto gani ambayo umeshawahi kuipitia kwenye kazi yako ya muziki? Changamoto ni nyingi. Changamoto zinakuwa nyingi, lakini zinazidiana. Sasa kila mtu anakuwa na changamoto yake. Kuna watu ambao utakutana na comments zenye haziko nzuri, kama za kukuvunja, za kuambia hujui, sijui nini. Kuna muda mwingine unajipushi mwenyewe, hauna ile support, na kwa ile ndio changamoto kubwa sana ambayo mimi naweza nikasema, kwa sababu unakutana unajipushi ni wewe mwenyewe, hauna hata ule wa kushika mkono. Hata naweza kusema basi studio basi akulipia akusaidie kidogo, ama
tuseme management ya kukusaidia hauna, unakuwa ni changamoto kubwa. Mwenyewe uzunguke kwenye mitandao kisha ya kuposti, uende studio, mambo ya video utafute hivi, yote inakuwa ni hela. Sasa unajikuta sometime inakuwa hiyo ni changamoto kubwa, na ndio nafanya sisi wengine tusiende sana, kwa sababu unakuta kipato kinakuwa ni kidogo kuliko mahitaji yako. Okay, na kwenye hiyo changamoto yako, mashabiki zako pia nikizani wanaona, na una nini cha kuambia mashabiki zako kuhusu hizo changamoto zako? Utajirekebishaje? But mimi cha kwanza na tegemea Mwenyezi Mungu, na naamini kwa Mwenyezi Mungu kila kitu kitawezekana. Na ambacho naweza kaambia mashabiki wangu, wakae tu. Najua niko kimya muda mrefu tokea niachie ile nyimbo ya Dunia. Sasa hivi nadhani ni miezi kama 8 ama 7 hivi sijaachia chochote, lakini project zipo na nyimbo zipo, ila kuziachia ndio sijaziachia, kwa sababu kuna baadhi ya vitu inabidi nirekebishe, nitengeneze mazingira ya kwenye kupitia account na nini, lakini wasijali, wasivunjike moyo. Tunakuja na vitu vizuri, na tumaini watapenda tena. Kwa kimya wako wa muda mrefu na unasema unakuja na vitu vizuri, inaonesha labda kuna kitu umetuandalia. Ni kitu gani hicho? Kuna kitu ambacho ninaandaa, sababu kwa upande wangu nikizungumza mimi JP, na baadhi ya ngoma useme tu kama gisi nilivyotanguliza hapo sijaziachia, lakini nataka nije pamoja na nikiachia ngoma nyingine ije pamoja na video kama hivyo. Na utaachia kwa njia gani? Yaani utapitia njia gani mkuachia hizo EP yako ambayo inakuja? Tujiandae sisi kama mashabiki zako. Mimi kwenye hiyo, kama mimi nitatoa ni solo, ni nyimbo moja single. Itakuwa kwenye YouTube, itafika naingia kwenye platform zote mara hiyo. Hata ukiingia Apple, sababu kuna baadhi ya ngoma zimoja ziko kwenye Apple Music, kwenye na tuseme mitandao zingine zipo, lakini kuna zingine hazipo kule, zipo tu YouTube kama hivyo. La sasa hivyo nataka nirekebishe mitandao tu yote, niweke ngoma zote zikae na kila kitu kikae kule, ili wasikuwe na shida ya kupata muziki sehemu fulani, wasiwe mpaka YouTube. Wakitaka Apple Music waione, Spotify, sijui nini, kote watazikuta. Na unaweza kuniambia njia, yani kiundani zaidi, njia ambazo unazipitia kupitia hii muziki yako? Njia ambazo unazozipitia kwenye muziki yako? Cha kwanza nashukuru Mwenyezi Mungu, gisi nilikuwepo zamani na sasa hivi kuna utofauti. Sababu nikiangalia kule tulipotoka na sasa hivi, angalau japokuwa hatupati chochote, hakuna kitu cha hatari, lakini kuna kuwa ile nguvu fulani. Hata mitaani ukipita ukizunguka, sikia fulani ile inanipa nguvu, maana yake kuna baadhi ya kazi zangu watu shawahi kuzisikia, wanaziona. Ni mabadiliko gani tofauti na hayo wengine ambao umekutana nayo, ambao umeyaona kwenye muziki wako? Mabadiliko mengine kama kiuchumi siwezi nikasema kama nishaona mabadiliko, lakini nashukuru Mwenyezi Mungu, bado tunazidi kuendelea, tutayaona tu kwa mbeleni mazuri, mabadiliko mazuri ambayo yatajitokeza. Vipi kwenye hii Zaleka brandi utakuwepo? Nitakuwepo. Wewe kama brandi wa Zaleka? Tutakuwepo pale. Na boys band yote nzima tutakuwepo. Kiufupi. Yaani mashabiki zako wakae mkao wa kula yani? Watulie pale, tunakiwasha. Tunaenda kuwapigia tena, wanajua sisi ni wazee wa piano, wazee wa vibe. Wazee wa vibe kambi nzima sijaona watu ambao wanakuaga na vibe kama sisi. Okay, mpenzi mtazamaji, ujiandae zaidi, maana boys band itakuwa kwenye Zaleka brandi. Kwenye hili usikosi. Nilikuwa na J Classic. Asante sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka hapa tulipofikia. It's your girl Rachel Salma Brown. Thank you so much.